Haleluya. Tutasoma hiyo Wathesalonike wa kwanza. Lakini ndugu, kwa habari ya nyakati na majira hamna haja niwaandikie, maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu wajiapo kwa ghafla, kama vile utungu mjiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Kuna wakati unadhani mko salama. Hii anazungumzia kuhusu ujio wa Bwana Yesu Kristo kwa mara ya pili, unyakuo. Be aware about that word. Kwa makini kusana hilo neno. Wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu wajiapo kwa ghafla, kama vile utungu mjiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Bali ninyi ndugu, hammo gizani hata siku ile iwapate kama mwivi. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana, na sisi si wa usiku wala wa giza. Basi tusilale usingizi kama wengine, bali tukeshe na kuwa na kiasi. Tukeshe na kuwa na kiasi. Shetani ameweka vichombezo vingi sana vya hila. Vingi sana. Leo yako mahubiri ya AI, leo ziko nyimbo za AI. Ni mitego tu ya shetani. Leo kuna vishawishi vingi sana kuliko kawaida. Kabla sijaingia kwenye agano la ndoa, nilitaka kusita kuingia kwenye ndoa. Kwa nini? Nilikuwa sitaki kuingia kwenye ndoa nikiogopa watoto ambao tutazaa kama wanaweza kuja kuishinda hiyo dunia ambayo iko mbele yao. Na hivi naiona kabisa ni ngumu. Ina mitego mingi sana na ambayo si rahisi kukwepa. Nilikuwa naangalia hivi karibu mwezi uliopita habari mfano kutoka Ufaransa. Nchi ya Ufaransa imetangaza sheria kabisa kwa marufuku kwa watoto kuanzia miaka 15 shuka chini kushika simu hizi za pangusa, kukaa karibu na vitu kama kompyuta, kwa ajili ya usalama wa Faransa ambao ni wazungu. Sisi Tanzania, mtoto akilia anapewa smartphone wa miaka 2 eti ndio inambembeleza. Lakini kuna vitu vya hatari sana huko ndani. Sio tu mambo ya ngono, lakini kuna vitu vya hatari sana huko ndani. Sisi kwa na rafiki yetu mmoja Mjerumani, kwa anakuja kila baada ya muda, kila mwaka mwezi wa 7 anakuja tutembelea. Tuwahi kumuuliza maswali. Wewe unavotoka kwa Ujerumani, mtoto wenu unamwacha nani? Wakati mwingine kwa kuja bila mtoto wao, binti yao. Sema kule kwanza watu kuondoka, wana uwezo wa kuweka password kwenye kompyuta na password kwenye TV. Yaani mtoto hawezi kuingia sehemu ambazo zitamwathiri. Akasema usisikie Alice. Anasema huko Ulaya ni kubaya kuliko kwenu. Sasa fikia mzungu lakini anasema hivyo. Yaani anadhibiti, anaweka password kwenye kompyuta zile ambazo ziko pale nyumbani kwao na TV. Lakini huko sisi mtu anaachiwa tu, uhuru tu. Sasa huko ndani kuna uchawi kama hujui, kuna ukatili wa kijinsia, kuna ushetani kuliko kawaida. Kwa hiyo atakachokila kukipokea kitamwangamiza. Nimekuwa nikifuatilia mwezi uliopita huu, kuna vifo vingi sana vimetokea Tanzania kama mtu unafuatilia habari. Mtoto wa miaka 16, ni mtoto bado wa kike, kamuua mama yake kwa kisu kwa sababu mama alimkataza kwenda kwenye birthday ya rafiki yake hapa Msoga Pwani. Binti msichana wa miaka 16 kamuua mama yake wa miaka 51 kwa kisu. Kisa tu mama akamwambia usiende kwenye sherehe ya mwenzako ya birthday. Mtoto akachukua kisu, kamshindilia mama yake, kamuua afa akamfungia huko ndani. Jirani anakuja kutembea na gundua, anaona kwamba wanafungua mlango, anaona yule mama amedondoka hapo, amekufa siku inafikiria pili. Kachukua binti wa miaka 16. Mke naye mmoja kule Moshi kama sikosea Arusha, mume wake amerudi ameelewa saa 4, kampiga kisu kaua, akachukua ile damu kafuta, afuana kasukua. Kakamatwa naye. Na nilimwona ni msichana bado ni mwanamke kijana na ana katoto kama bado kananyonya. Kwa hiyo anaenda jela na mtoto wake akinyonya. Unadhani inatokana na nini? Nataka nikusaidie. Mimi ni mtu wa habari, gifted, nimefanya mambo ya habari muda mrefu, lakini pia sanaa iko kwenye maisha yangu, nafahamu vitu vingi sana kwenye hiyo kitu. Na Mungu alinipitisha kwa makusudi. Kila kitu ambacho jicho linaona, wakati mwingine huwa kinaamini hicho ni halisi. Kila kitu ambacho sikio linasikia, wakati mwingine kinaamini kuwa ni sawa. Sasa usipokuwa na uwezo wa kuhakiki, itakusumbua. Kwa hiyo sasa watoto kama hawa miaka 2 kwenda chini huko mpaka 16 wanajua nini kutofautisha kile unachokiona. Kila picha unayoiona usizani kwamba ni salama, kuna kitu kimejificha huko ndani. Kuna maneno yamenenwa huko ndani.
Si wengine mnaangalia movie, unaona mtu katoka kwenye gorofa kajirusha mpaka chini, kajirusha na wewe uone. Hakuna kitu kama kile pale. Mtoto fulani katika familia waliunguzana moto, maji yamechemka ya kupika ugali, mwenzake akachukua akammwagia, kaona kwenye sinema, mtoto mwenzake uso ukaungua wote pale. Alikuwa wajua, alikuwa anacheza. Kwa kama kuna kipindi ambacho wazazi wanapaswa kuwa very strict, karibu sana na wakali juu ya watoto wao, ni hiki. Kuna maombi na kuwa nao karibu. Kuna mwingine ukimbana amekuwa mkali, na kumbuka kuna mwingine alipokatazwa na mama yake kuchukua simu, akanywa sumu akajiua. Tanzania hii. Mama akataza kusikia smartphone, kaamua kujiua. Kinachomfanya ajiue kwa sababu tu anabwasa, angalie. Asome. Kwa hiyo tunaishi katika nyakati ambazo ni ngumu sana. Wazazi lazima wawe marafiki na watoto, na hasa akina mama ndio kidogo hapo kuna kuwaga na shida. Wakina baba sio kama najitetea, nimefuatilia wakina baba wako makini. Baba akimwambia, akisema mtoto wako anataka kiafu, akisema simpi, mama anafikiri ni upendo, anaenda kumpa kwa siri. Sasa ndio unamwangamiza mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kanisa lisikae tu katika hali ya mazoea, tukasema kila kitu kiko sawa, lakini hakiko sawa. Hakuna kipindi ambacho ni hatari kama sasa. Si nyumbani pale kuna TV. Wakati mwingine hata sikumbuki naiangalia saa ngapi. Sina hata muda wakati mwingine. Simu tu, smart, labda nitakuwa nasikiza, kuna vitu ambavyo nataka nifuatilie. Lakini wakati mwingine nasikia hata sina haja sana kuifuatilia, kwa sababu unakuta vitu vya ajabu viko humo ndani. Hii teknolojia si salama sana kama uko makini. Nimezungumza sio salama sana. Lakini pia tunawalea watoto wetu nyumbani, wakitoka nje ya nyumba, wakienda nje tu ya nyumba, shuleni, kuna kitu wanaenda kupokea ambacho kama hautakuwa karibu nao, wanakuja na matakataka ya kuwaua ama kukua hata wewe mzazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa makini sana katika zama hizi. Kuna vitu vingapi wanaenda kujifunza huko nje. Ni hata watu wangu walirudi kutoka kuja likizo, kuna wakati nilikaa nao mmoja kwa wakati wake au wote kwa pamoja, na kuwauliza mambo fulani na kuwadadisi na kuwaonya vitu vingine viko huko. Na afanye hiyo urafiki ili kujua huko shuleni kukoje. Wote wawili waliwahi kuniambia kwenye shule wanazo, baadhi ya shule, sitaki kusema shule zilizosoma kama vifahamu, bahati mbaya hivyo, na baadhi ya shule walizowahi kuzisoma kuna matendo mabaya sana ya kijinsia yako huko. Na katika hivyo unavyosikia unajaribu kuuliza kama watoto wako wameshaanza kuyafanya. Maana kuna namna mbili, kufanya au kufanyiwa. Ukichelewa itakula kwako. Kuna watu ambao unawafahamu walichelewa. Si unanielewa? Mnivumilie nyinyi ambao ni wageni kwenye ile kanisa, mimi wanazungumzaga yale. Sinaga nafasi nyingine. Kwa sababu msije kujidanganya eti mchungaji anaongea mambo haya, anatakiwa tuongee peke yetu. Watoto watasikia. Wajidanganye kama una watoto hapo. Sio kizazi hiki. Kile cha kutuambia mtoto anapatikana sokoni, wajidanganye tu. Wanajua kuliko unavyofikiri wewe. Nishakaa na watoto wangu, nikawa nauliza vitu vigumu, niko peke yangu, mama hayupo. Waliniambia vitu vigumu sana. Wasema unasikia? Baba hiyo tunajua. Wanajua. Wa kike anajua, wa kiume anajua. Inawezekana mama yao hajui kama wanajua. Najificha tu, usiseme. Usiwaambie ni matusi. Ni matusi. Chelewa kumwambia ni matusi, ukuta ameshafanya.
Kuna shule ameniambia wamepita hizo mpaka wanasema sasa tuwapeleke shule gani? Hapa mpaka ninaota na Mungu atusaidie tu na shule zetu. Bado haitasaidia. Unaweza kuleta shule, kuanzisha shule, kuleta walimu, hao walimu ndio wakabadilisha. Ingawa ikiwa shule yako inakuwa rahisi kudhibiti kwa sababu kulikuwa kuna timu ya maombi mara kwa mara na kina matron na patron watakuwa na watu wao humu ndani kanisani ambao tupewa waaminifu, lakini bado tumepita, kuna baadhi ya shule za kiimani tofauti na tumekutana haya mambo bado yapo. Nakwambia yapo. Nakwambia kuna ushoga wa kutosha huko. Kuna usagaji wa kutosha huko. Kuna watu wa karibu nilikuwa nawafahamu wanasema wako na uwezo wa kiuchumi sana. Sasa hivi wanakimbizana kuwapeleka watoto hospitali, wodi maalum ya psychiatry ya wagonjwa wa akili, afya ya akili. Kwa nini? Mtoto wa kiume hataki kuwa mwanaume. Shule imemharibu. Mtoto wa kike hataki kuwa mwanamke, anataka wa kiume. Kwa hiyo wanafanywa matibabu maalum ili akili zao ziweze kukubali jinsia zao. Ni familia ambayo ina uwezo, sina haja ya kuzitaja. Nimeshakutana zaidi ya moja au mara mbili, si ni mchungaji nakutana nazo. Mtoto wa kike anataka kuwa wa kiume na anaona ni sawa na anavaa hivyo hivyo na kuonekana ni hivyo hivyo. Wa kiume ana tabia za kishoga kusha. Sasa fikiria baba yake na mama yao, baba yao na mama yao ni matajiri, wana makampuni, sitaki kusema makampuni na viwanda. Kwa hiyo baba na mama walitaraji kwamba watoto wao wanawasomesha shule nzuri za gharama, kwamba wangekuja kurithi kuendesha ile miradi. Wamekuta wameshapoteza watoto wao. Yes, mnakaa mnajifanya tu ina shida, wako sawa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia athari ya media, athari ya teknolojia. Watoto ufahamu wao kiakili haukui. Sawa? Mara mbili atachukua simu atafute manake nini au calculator. Hawezi kufikiria tena. Atauliza AI, atauliza hivi. Lakini pia inamfanya anakuwa isolated, anakuwa mpweke peke yake. Hapati changamoto ya kukutana na mtu mwingine. Leo hii watoto hawachezi kombolela, mchezo wa kujificha na kutafutana. Hawachezi ukuti. Sio michezo ya kipumbavu ile, nataka nikwambie, sisi tulicheza tunaikumbuka. Ilikuwa inaamsha ufahamu. Michezo ya kupika. Watoto wa kike wanapika. Wewe unasema mimi nitakuwa mama, wewe utakuwa baba, unapika. Leo haiko tena. Yuko kwenye smartphone, yuko kwenye internet, hatajifunza saa ngapi hayo mambo. Nazungumza na watu wa kanisa ambao tunadai tumeendelea sana, umesoma sana. Mtoto mdogo yuko chekechea na smartphone, shule ya msingi na smartphone, mpaka chuo na smartphone. Nyumbani kuna TV mpaka chooni. Lakini hamjui athari yake ikomo. Hana muda wa kucheza na wenzake. Muda mwingi iko kwenye, na kama kwenye simu ame download game. Ni kucheza game. Na kuna hizi mnaita ni SportPesa series. Watu wanapenda kucheza hizo. Kwa hiyo mtoto anawaza kwamba anaweza kupata billions, anaweza kupata ndege, anaweza kupata gari bila kufanya kazi, bila kuumiza akili. Hataki kufanya kazi. Hataki kujiongeza, hataki kujishughulisha. Na kanisa tumekaa tu. Sasa hii lazima niseme. Nasema na nyumbani kwangu. Nasema na mke wangu hapa ananisikia. Mtoto wetu ambaye anaingia form 6 hiyo, kurudi likizo hapa akatuambia nataka simu. Simu ina gani? Kataja. Simu ya gharama kubwa. Itakusaidia nini? Na masomo tutakuwa tufanye. Mimi nikaona ile changa la macho hili. Nikanyamaza tu. Nakuta tayari anayo. Sasa utauliza imetoka wapi? Afanye kazi afanye nini? Shapewa ili kumsaidia. Mpaka anaondoka namuuliza mke wangu hapa imemsaidia nini? Hakuna. Na
mimi kwa sababu ni mtu wa vitu hivyo, bali nikija nikifungua ile simu nakuta vitu vilivyokuwa naviangalia. Hata kama ukimnyang'anya ghafla na ukitaka kumwambia namba simu, unakuta anazungusha vile ili aondoe kile alichokuwa anaangalia. Sasa ajui kuna vitu vinakuwa vinabaki kule. Vile ambao unamwambia asifanye ndio anafanya. Yeye anaangalia vitu vya kipumbavu tu. Mpira mguu unakusaidia nini wewe? Unakusaidia nini? Hii nitasema mpaka dunia inaisha. Football is a satanic empire. Mpira wa mguu ni madhabahu ya shetani. Uwe askofu, uwe mtume, uwe nabii, uwe kuhani, unaangalia kitu unaenda kuzimu. Mimi labda shetani anakamata kwenye mingine, lakini hiyo unipati. Kuanzia wamiliki wa hizo timu za mpira wanajua. Unakuta mtu wa askofu mtu anaangalia hiyo kitu. Anakutajia listi za dunia zote za mpira duniani. Ligi zote anajua kichwani. Saa ngapi ataingiza mambo ya shule? Saa ngapi ataingiza mambo ya neno la Mungu kwa ajili ya uzima wake? Hivi unadhani kama mimi ninavyomkemea shetani hivi katika mamlaka ambayo Mungu ameniwekea, shetani atacheza na watoto wangu? Lazima atafute kuhakikisha anawakamata, na hasa wa kiume. Sio kila kitu mtoto anachodai umpe tu. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka mimi kwa baba yangu na mama yangu, naweza kusema niko tofauti na wengine. Sikuwa namdanganya sikumbuki kama nimewahi kumdanganya baba yangu au mama yangu kwamba nahitaji vitu ambavyo havipo kwenye mahitaji ya shule. Lakini hao wengine, sisemi wote, wengine kwa naona kabisa hii father hapa anapigwa. Sasa huwezi kumwambia baba unaingizwa mjini hapo. Kwa sababu anapokwenda kila mtu anakwenda kwa wakati wake, anafuata baba kwa wakati, anamwambia mahitaji yake, afu na cheki ya mahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Na wale wote ambao tulikuwa waaminifu leo tuko bado tupo. Na tunafanikiwa, tunaenda kwa njia ambazo ziko halali. Kwa sababu unachokipanda ndio utakachovuna. Kama unafanya kwa baba yako leo kumdanganya au mama yako leo, na wewe kesho mtoto wako atakudanganya. Kama unamdanganya mke wako, utadanganywa tu mahali. Mdanganya mume wako, na wewe utadanganywa mahali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waruhusuni watoto wenu wanapotoka shule wana muda wa kucheza na wenzao hapo nje. Sio dhambi. Ila pia unaangalia wanacheza na nani? Wanacheza michezo gani? Kuna michezo mingine sio. Mungu pia wanafundishana vitu vibaya. Alafu unamuuliza, "Ombeni rafiki yako nani? Unacheza nini? Mchezo gani?" Lazima wajue. Amen. Ukijifanya unamzuia, unamharibu kwa sababu hakui kifahamu. Hawezi kujisimamia mambo yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi baba yangu alikuwa akinitoa nyumbani, naenda kutembea naye mjini huko, akurudi. Ila sikuona kwa ndugu zangu akiwafanyia hivi, sikujua kwa nini, lakini mimi alikuwa ananipeleka. Naambia nao wanavuta bangi, usivute hiyo. Na sikuwahi kuvuta. Ingawa nilikaa ghetto zaidi ya miaka 25 na wavuta bangi. Na nilikuwa napusha, nilikuwa nauzia. Lakini mimi sikuwahi kuivuta. Na walikuwa wananiita rasta. Man. Mimi sikuwahi kuvuta. Waruhusuni watoto wakacheze wakitoka shule na watoto wenzao. Wakitoka huko unauliza ulikuwa na nani? Ulikuwa unacheza michezo gani? Lakini ukimpa smartphone akawa anacheza, litakuwa zuzu sana. Kila kitu akiulizwa AI. Hizo siku ile acheka mtu wangu wa kiume, namwambia alikuwa amefanya nini, mkono ukatenguka, nikamwambia chukua nani barafu, kanda ule mkono, inaweza ikanyosha ule mkono. Akaenda akasema, kanisikiliza hapo, baadaye akaenda akasema nikaenda kuuliza AI kama inawezekana. Yaani baba amwamini bado. Bwana Yesu asifiwe. Yaani aiulize AI. Naita nini ile? Akili nini? Ovyo kabisa ile. Sio nzuri sana.
Hale watu wachungaji, mfano kama leo ningetaka kuja kuhubiri, naiuliza kesho nataka nikafundisha somo kuhusu labda kanisa, utoaji wa sadaka, naiuliza AI. Itakupa mistari. Lakini utakutana na mwenye kanisa afu atakwambia hii ndo nini? Mimi sitaki hizo. Hata wakati nafundishwa mafundisho kuhusu utumishi wa Mungu, mwanzoni nilikuwa natumia karatasi ambazo ninapewa pamphlet zile na walimu wangu wa kiroho. Lakini wakati mwingine bado niko najifunza, wakati mwingine Roho Mtakatifu ananiambia weka pembeni. Tena na hiyo. Soma hapa. Hapa nimekuja tu nikaambiwa nisome hii. Sina kitu ambacho nimeandika kwamba nitakuja kufundisha leo. Lakini nimefika hapa naambiwa waambie watu wangu hichi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisikilizeni, kuna baadhi ya mitindo ya maisha ukiingia kwa bahati mbaya huwezi kutoka. Hii ni kwa vijana, naongea na watoto wanaonisikiliza. Yaani ukiingia kwa bahati mbaya huwezi kutoka. Mpaka ikumalize. Itokee tu neema ya Mungu ikutoe huko ndani. Unajua kwenye mitandao huko kuna uchawi, nimesema, kuna ujambazi, kuna ukatili, kuna hali ngumu sana iko kule. Hivyo unaona, kwa mfano kama sasa hivi unafikiri hii Tanzania ni peke yake ndio inapita pagumu, utakuwa unajidanganya. Au mnaita sujezi, unafikiri wako tu Tanzania. Dunia nzima inaumiza kichwa. Huko India mpaka waziri wa elimu kabidi angolewe nao jezi, mgomo waliofanya. Kizazi ambacho kina maswali na kinataka majibu papo kwa papo, sio kwa eti mtoto anapatikana ukienda sokoni utampata. Wameenda sokoni na hawajapata mtoto, amekuta matunda tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo pamoja na kwamba sisi tunaitwa kanisa, tuitwa kanisa kwa madhehebu yote unayofahamu, lazima tuwe makini. Nimesema familia, tuwe marafiki na watoto wetu. Mimi naweza kuwa umenizoea, naweza kuwa napunguza maneno ama naongea vitu tofauti, lakini naomba nikumbushwe kwamba kama itawezekana mwezi ujao au mwezi huu tawaleta wachungaji na wataalamu wa mambo ya familia, ili wakae na wazazi, na kipindi wakae na vijana, na kipindi wakae na watoto, ili kuweza kuwajenga kwa tahadhari ambazo zipo sasa katika hiki kizazi ambacho tunaishi. Pengine yeye itasaidia kukuamsha na kujitambua. Haijalishi tuko wangapi, lakini nina watu ambao mimi na marafiki zangu na watu ambao nashirikiana nao ambao kanisa huwa nawaleta nyakati mbalimbali kuhusiana na ndoa, kuhusiana na familia, kuhusiana na watoto. Bila hivyo tutakuwa tunajidanganya. Hata hapa wengine wanakuja kanisani, baba tukaniambia nende kanisani, mimi sina hata mpango. Father angejua sina hata mpango kwenda kanisani. Nakwambia hivi, mshukuru baba yako au mama yako anayekushinikiza kuja kanisani. Na wazazi msiache hata kwa bakora watoto waje kanisani, kwa sababu kesho watalia, watasema baba, wakati kama akikosea kwenye moto anaungua, anasema baba mbona ukuniambia, mbona nirudishe tabia nikachapa hata bakora, nitakuwa tayari nakaa kanisani kabisa, nitakuwa mimi ndio wa kanisani, tena kufanya kazi hata kusafisha choo kila Jumapili. Wakati ushachelewa. Time. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuendelee. Anasema mstari wa 7, mstari wa 6, basi tusilale usingizi kama wengine, bali tukeshe na kuwa na kiasi. Kuwa na kiasi maana yake nini? Lazima tuwe na kiasi na kila jambo. Kuomba kwa kiasi, kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Ukiwa na Roho Mtakatifu kila kitu utafanya kwa kiasi. Ukiona unafanya chochote nje ya kiasi, maana yake Roho Mtakatifu hayuko ndani yako. Roho Mtakatifu ni kama governor, ina limit, ina control uwezo unachokifanya. Walokole, watu wanaitwa walokole, hawana kiasi katika mambo mengi. Nimeishi katikati yao, nimeona vitu vya ajabu huko ndani. Ndoa nyingi zimeparaganyika kwa sababu wanaokoka kuliko hata Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta kama ni mwanamke yuko busy na kanisa kuliko na mume wake na familia. Hiyo ni kosa. Kama ni mwanaume ameokoka pia anakuwa busy kuliko na mke wake na familia, akisingizia maisha ya utumishi. Sio sahihi. Ndoa nyingi zimeparaganyika, familia nyingi zimevunjika kwa sababu hiyo, walipokosa kuwa na kiasi. Kila kitu kiwe na kiasi. Ukiona una kiasi, Roho Mtakatifu hayuko hapo.
Unapokuwa na familia yako, 100% ihudumie. Unapokuwa kwa ajili ya kanisa, 100%, usipunguze. Kuna muda wa kuwa kanisani, kuna muda wa kuwa kwenye huduma, kuna muda wa kuwa kwenye familia yako. Hakikisha vyote una balance. Na hii inawezekana tu ukiwa na Roho Mtakatifu. Sasa watu wamekuwa wakimsingizia Roho Mtakatifu kuanzia Jumatatu mpaka Jumatatu, wiki nzima kanisani, 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 kanisani. Alafu sawa unaweza kwa ambaye haji pale kanisani. Na hata kama alikuwa na mpango wa kuja kanisani, haji. Alafu kila siku unamuona mwenzako ni shetani tu. Ndoa ina sehemu yake, au familia ina sehemu yake. Huduma ina sehemu yake. Na mtumishi mmoja mkubwa tu duniani alikuwa ameshindwa kugawanya hizo. Yesu akamtokea, akamwonya, akamwambia, you have a family. Una familia. Angalia familia yako. Usipungukie na mimi usinipungukie. Akamwambia, ndoa inakuhusu. Kanisa linanihusu. Huduma ni ya kwangu. Yesu anamwambia huduma ni ya kwake. Uliingia kwenye ndoa, angalia familia yako. Na ni mtumishi ambaye akisimama hapa, mimi sifanyi chochote, sijaongea kitu, watu kama wenye mapepo washaanguka. Yeye alikuwa anafurahi zile anointing, ule upako, nguvu ya Mungu, lakini kumbe nyumbani tofauti. Akifika nyumbani, mimi mchungaji, mimi mtumishi wa Mungu. Una kiasi. Sasa hiyo kukosa kiasi pia unakosa mbingu kama ulikuwa hujui. Yaani hiyo kukosa, yaani unakosa. Jamani, mmesoma habari za Martha na Mariamu, si ndio? Kama unakumbuka, mwingine ajifanya yuko busy kumhudumia Yesu. Sasa anambia wewe, mwingine kakaa kima anamsikiliza. Wewe unahangaika na mambo mengi hana maana. Unaweza ukachagua kilicho chema, amekaa hapa miguuni pangu anasikiliza. Kumbe kuna wakati wa kukaa umsikilize Bwana, na kuna wakati wa kuhangaika kujishughulisha na hiki na kile. Kwa lazima tuwe na kiasi katika mambo yote. Kupitia wokovu ulionao unaweza kumfanya hata mwenzako naye aamini kwamba wokovu ni mzuri. Lakini kupitia wokovu ulionao kunaweza kumfanya mtu asiingie kwenye maisha ya wokovu, na unazuia asende, na hiyo utahukumiwa kwa sababu unakuwa sababu. Maana walalao usingizi ulala usiku, pia na wale wao ulewa usiku. Wanaolala ulala usiku, si ndio? Na wale wao ulewa usiku. Lakini sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi. Unaona, narudia tena hapo, tuwe na nini? Na kiasi. Hali tukijifika kifuani imani, cha kwanza, upendo, na chapeo yetu iwe tumaini la wokovu. Chapeo kwa watu wasiofahamu ni kofia. Kama hizo unavaa endesha bodaboda imara, yani ambayo ngumu. Kichwani manake, haivaliwi kwenye viatu miguuni. Kwa kuwa Mungu hakutuweka kwa hasira yake, bali tupate wokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Hakutuweka kwa hasira yake, bali tupate wokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alikufa kwa ajili yetu ili tuishi pamoja naye, kwamba twakesha au kwamba twalala. Yaani katika mazingira yote tuwe hivyo. Kama tunakesha pamoja naye, maana yake Roho Mtakatifu anatuonyesha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Niliwafurahia sana jana, kuna familia ya Mr. Elisha ilifika hapa mapema, nikaikuta hapa moja kwa ajili ya mazoezi ya kwaya. Mungu awabariki sana. Alitoa wazo la kwaya, akawa ndo wa mwisho kufika. Bahati mbaya alipotezaga simu, saa inaitwa saa. Saa yake ilikata majira. Hiyo kukosa kiasi pia. Ukisema umepatana na wenzako saa, mimi bangu alinifundisha kama unapatana na mtu kwenda saa 2, nenda kabla ya saa 2 uwe pale. Hata kama una gari yako. Inaweza kuharibika njiani au kukutana foleni au kizuizi chochote. Usiseme nitaenda saa 2 na uondoke saa 2 kasoro. Ondoka kabla ya saa 2. Toa nafasi ya kutosha. Hicho kitu ambacho nimeama nacho kwake. Yaani naenda muda wa ziada. Ni heri mimi mtu anikute pale kuliko niwakute wao.
Nimefurahia pia mazoezi waliofanya jana, nikasema hata leo niwaambie waimbe kidogo ni tuwasikie wako vizuri. Tupata na mwalimu hapa. Sasa sema ngoja tuanze kuviibua sasa vyombo. Vipo vyombo vingine tutaleta hapa kinanda, tutaleta magitaa. Nisikia pale Lisha sema mimi nataka kujifunza sijui gitaa. Wanaweza asifiwe. Tutaleta na mwalimu hapa aje wafundishe. Wafundishe kutumia hivyo vyombo. Hiyo kanisa itagharimia kwa msaada wa Kristo. Yesu atatusaidia. Ili maana kanisa hili tangu alijai kuwa likiaga na bendi mara inakufa mara kwa inakufa. Sababu labda mchungaji mwenyewe kuimba hajui. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini hiyo sio sababu watu waimbe. Kwa hiyo tutaleta mwalimu mwingine, tutaleta vyombo hapa vitaletwa. Nadhani ndani ya mwezi huu kama mtaenda vizuri vitaletwa. Vingine tulishagawa kwa watu wengine baada ya kuona sasa havina kazi, vinaharibikia hapo ndani. Kwa hiyo kuna magitaa, vinanda tukagawa. Msikate tamaa, mazoezi yaendelea hata leo baada ya ibada. Niwaambia kabla hajaondoka waimbe kidogo, fanye mazoezi tena. Tunakaa madaftari wanaandika. Na ubao pale ndani kama mna uhitaji upo. Andika nyimbo. Ila tutaki nyimbo ya Zuchu ije imbo kanisani au nyimbo ya Diamond ije imbo hapa. Unabadilisha tu maneno. Ndio mimi hilo nilifanya nizuie kwaya kanisani. Nakuta kabisa unataka kunidanganya wakati mimi nilitoka huko. Tengeneza nyimbo yako, sio unabadilisha maneno. Haleluya. Lakini sisi tu wa mchana tuwe na kiasi, hata tukijivika kifani imani, kuwa na imani, upendo, chapeo wetu tumaini la wokovu, kwa kuwa Mungu hakutuweka kwa hasira yake bali tupate wokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye alikufa kwa ajili yetu ili tuishi pamoja naye, kwamba twakesha au kwamba twalala. Basi farijianeni na kujengana kila mtu na mwenzake vile vile kama mnavyofanya, kama hivi mnavyofanya. Lakini ndugu, tunataka mwatambue wale wanaojitaabisha kwa ajili yenu na kuwasimamia ninyi katika Bwana na kuwaonyeni kama hivi. Kwa nini sasa? Hatukuonyi kwa kwamba tunakuchukia. Tunakuonya kwa sababu tunajua kuna athari ambayo itakutokea baadaye. 13 anasema mkawastai sana kwa upendo kwa ajili ya kazi zao. Iweni na amani ninyi kwa ninyi. Haleluya. Kanisa ambalo tangu mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka linatamka tu baraka na ustawi, ilo kanisa hama. Sky. Yaani kanisa ilivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima tukumbushwe. Na kama hivi tunavyoongea hapa ni Roho Mtakatifu anasema na wewe. Anasema nasi tupone. Ni Kristo anasema na sisi. 14 anasemaje? Ndugu. Ukisikia ndugu maana yake ndio watu waliookoka wanaompenda Kristo. Tuwasi waonyeni wale wasiokaa kwa utaratibu. Kuna watu ndani ya kanisa hawakai katika utaratibu. Maana yake kwamba hawafuati taratibu zile zinazostahili. Nimeanza hapo mwanzo nimeelezea. Familia zinatakiwa kila wakati wa kuwa na familia yako hakikisha unakuwa nayo. Baba na mama mna nia mamoja na watoto wenu. Mna nia mamoja. Ndio usalama wenu pekee. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Waonyeni wale wasiokaa kwa utaratibu. Makanisa mengine wanasema kama hivi tunafanya ibada saa 12 hapa ikishaisha. Kuna watu wanakwenda kwenye tuition za kiroho. Wanaenda kuongeza kwenye makanisa mengine, kwenye huduma zingine, zile zinaitwa mimi nataka za ujasiriamali. Huko ndio wanatumia nguvu kubwa kweli kweli. Zimewaua wengi sana. Anayesafiri. Kuna jirani yangu huwa anapita hapa, ukipita asubuhi au usiku nasikia kafungulia hizo. Lakini sio kanisa hilo kabisa. Hata leo nimepita hapa nikawa nasikia alfajiri na huyo anataka kujiua. Familia gani hizo mambo anasikiliza? Yaani wanaamini yale makelele huko nje.
Hata hapa nilikuwa nikifundisha hivi, watu wanasema mwambie Alista macha ongee tu kwani sisi baadaye tunakwenda tu huko huko. Wenye nendeni, mimi naona kuzuia, lakini nakwambia unaenda kuchukua matakataka. Hawaelewi. Tuwasi waonyeni wale wasiokaa kwa utaratibu, watieni moyo walio dhaifu. Kuna wale ambao dhaifu na watia moyo, usikate tamaa, usizimie moyo. Jitahidi tu. Jitahidi tu. Watieni nguvu wanyonge. Vumilieni na watu wote. Angalia mtu awaye yote asimlipe mwenzie mabaya kwa mabaya, bali siku zote lifuatalo lilo jema ninyi kwa nyinyi na kwa watu wote. Watu wote manake sio tu unaosali nao au unaoabudu nao. Waonyeshe upendo hata majirani zako, hata huko njiani, hata kwenye daladala au kwenye bodaboda. Onyesha upendo. Hivi unaokoka, unashangaa. Siku moja si watu wale kumtembelea si mwenzangu, wewe naye kaokoka. Hivi unajisikiaje? Huko kanisani tunakujua umeokoka. Lakini kwa mtandao hivi unatafuta kuna dada moja mpendwa fulani ameokoka na yupi fulani labda kama wako mapacha. Kumbe huko mtandao ushuhuda haupo kabisa mzuri. Ovyo kabisa. Huko mbele una kelele kuliko hata Petro kanisani. Huko nje watu wananena vibaya juu yako. Na umezuia wangapi usije kanisani? Na umeua wangapi wakaenda jehanamu? Sababu ya kosa lako la kwamba kanisani ni kama kinyongo na rangi nyingine kabisa. Kitoka hapa kanisani unakuwa mtu mwingine. Mimi kuna siku nikutana mtu mmoja kwenye kanisa, nilikuwa kwenye daladala. Alizungumza tusi gumu kwa kondakta. Mimi nikajificha. Mwanamke nikajificha. Kwa sababu akiniona si kama ataweza kubeba. Na ni madai mlokole kabisa. Mimi nikajificha. Wewe asubuhi kabisa unatoka na 10,000 kisha nauli shilingi 200. Unajua kabisa kwamba huyu konda ndo halalagi na hela kule nyumbani. Unamtukana. Shibichenzi yangu pesa. Matusi magumu. Bahati mbaya siwezi matusi mawili tu naweza kama ni matusi lakini Biblia yapo. Mshenzi na mpumbavu mimi nayaweza. Au mengine mimi sijawahi kuweza. Hayajawahi kutoka labda. Hata nikiwa nimeelewa kama hata nilipokuwa kijana mtu wa pombe sijawahi kusema hayo matusi. Hata sijamjua Yesu. Yaani shenzi, pumbavu, na yeye kwenye pumbavu, mjinga. Kina mwingine mimi sijawahi kuweza. Siwezi. Lakini hiyo tu sasa mama mpaka nikaogopa sema hii. Huyu mama naye anazungumza matusi magumu namna hii. Konda akachelewa kumrudishia ile change yake 10,000. Ushuhuda wako ukoje nje ya kanisa? Ushuhuda wako ukoje jirani yako anasemaje? Au imani nyingine wale nyingine? Kwa Yesu asifiwe. Amen. Jana mchungaji Frank ananiambia kuna jirani yetu akasema nimepita pale Gombo naona mambo mazuri sana. Mara kuna hiki, tena wa imani nyingine. Akasema na wale pale mwambie mchungaji basi anipe na mimi kazi pale. Anakuja kuomba kazi kupitia kwa naomba kazi. Mimi nikamwambia ulichokosea utakuwa kumwambia hivi aokoke kwanza. Kwa sababu kwanza ni wa imani nyingine aje kwa Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wanapoona hizi frames ziko hapa, biashara zinazofanya hapa, wanajua kwamba nao watakuja kuwekeza. Anambia hapa atupake. Yaani hapa mimi tangu mpaka nitakapoondoka nimwambia labda na Mungu asaidie hivyo kwamba hatutapangisha watu nje ya ndani ya kanisa letu. Lazima watoke humu. Chochote atakachofika pale lazima kihusiane na kanisa. Kwa sababu tunaogopa kuweka madhabahu ya kigeni pale. Hujajua ukipangisha tu ujue umeweka madhabahu ya kigeni. Ujue mwenzako anaabudu wapi? Anatoa sadaka kwa shetani gani? Wewe utakuja unashangaa hapa mwendi. Kwenye mabiashara huko kuna mambo mengi sana. Amepata mchungaji pale pazuri kwako pale mbele kabisa, weka biashara pale hivi na frame kama yote. Pangisha pale, weka. Kabla tupangishi pale. Tunafanya wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Furahini siku zote, lazima uwe na furaha siku zote. Ombeni bila kukoma, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo. Kuna mahali unapaswa kuomba siku zote. Weka ratiba yako ya kujiombea, weka ratiba yako ya kuombea familia yako, weka ratiba yako ya kuombea kanisa. Sijui ni mara ngapi unaombea wachungaji wako au unakaa tu kuweka kasoro zao unazoziona. Maana kuna watu wakitoka hapo kila siku wanaangalia kaka. Unamwona akafanya hivi.
Sasa bahati nzuri sisi wengine watu tunayasikia. Sasa ukisikia alafu baadaye wakati unasikitika, wakati unacheka. Sasa ufanyeje? Unaweza sifi. Hakuna kazi ngumu kama hii tulionayo sisi tunaitwa watumishi, kama mko hujui. Unaweza sifi. Haleluya. Ngumu sana. Ngumu sana. Ngumu sana. Lakini tunawezeshwa kwa neema ya Kristo kufanya. Mpaka hapa tunafanya kwa kupapasa, tujafikia kiwango tunachotaka Yesu. Shukrani kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo. Msimzimishe Roho. Wakati mwingine Roho Mtakatifu anasema na wewe, usijaribu kumzuia. Usijaribu kumzuia. Roho anapoonya, Roho anaposema, usimzuie. Amen. Yupo huyo, naona muda mrefu anatuombea tangu tumeanza ibada. Na mdomo kafungulia, tumwekee pilipili kwenye mdomo. Kwani alipokwenda nyumbani hakulala? Au analala chumba kirefu? Aje chumba kirefu, wa kwanza kuamka au mwisho? Wa mwisho kulala, wa kwanza kuamka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Msitweze unabii. Kuna wakati unabii unasema afu kaudharau. Haya, anazungumza topolojia zake. Jaribuni mambo yote, lishikeni lililo jema. Jaribuni mambo yote, lakini lishikeni lililo jema. Lile ambalo ni jema, ambalo Roho anasema na wewe, ndio lishike, lifanyie kazi. Kanisa sio kipofu, linaona. Kanisa sio kiziwi, linasikia. Na mtumishi wetu wa kweli, Mungu anasema naye kwa nyakati na majira. Kabla hajaja nyakati mbaya, anakuwa ameshasema na wewe. 22 anasemaje? Jitengeni na ubaya wa kila namna. Kila namna, kuna ubaya wa kila namna. Lazima ufahamu, lazima ujitenge nao. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujitenge nao. Ukiona unakuja kwenye ibada alafu unalala, ujue kuna mawili. Moja, wewe ni mateka. 2, ni mshirika wa upande wa pili. Yaani upande wa ukuhusu. Sisi tumekesha Alhamisi, tumekesha Ijumaa, bado tuko fiti. Na jana hapa nimeondoka saa 4, saa 5, nimefika nyumbani. Nafikiri nimelala saa ngapi? Saa 8 ndio nimelala. Nilipotoka hapa. Na bado saa 8 nikaamshwa. Saa 9 nikaamka tena. Yaani ni kama sijalala. Ila wakati wa kupumzika napumzika. Bwana pata hapa ndugu yangu Elisha anasema simu zenu hazipatikani. Kama ungejua wakati watu tunazizima kwa sababu tunakuta mali ishashindikana. Tunaambiwa na Bwana, zima simu yako, usipokee yote. Kwa mtusamee tu, kuna wakati inabidi tunazizima kwa sababu tunakuta bila hivyo tutadondoka. Na hatujui siku tunaambiwa kwamba leo usizima ghafla. Hivi. Hata kuja yote mtumishi Frank Aluza nilizana leo auji. Kama si nitakwambia. Kuna kingine usemi na kweli huwa sisemi. Huwa nasikia naambiwa wakati mwingine naambiwa leo hakuna kutoka ndani. Usitoke chumbani. Kuna jambo nataka kuongea na wewe. Yaani Roho anasema nataka aongee na mimi. Hapo hayuko mke wangu, hayuko mtoto wangu. Nimebaki mimi peke yangu. Ndio kazi za utumishi zilivyokuwa ngumu yani. Unaelewa? Biblia inasema uwe tayari wakati ufaulu usiofaa. Kwa hiyo unaweza kubanwa ndani, hakuna kutoka. Alafu hakuna kula, hakuna kunywa. Kungekuwa kuna milima huko, tunaambiwa toka sasa nenda kwenye milima huko, kajifiche porini huko. Shetani ana wivu, tulikuwa na eneo letu kwa tumelitenga hapo mbele. Hii hapo. Menyang'anywa. Na wana familia nikacheka, tukasema okay, it's fine. Nisigombea giara ardhi mwana. Mungu atatupa sehemu nyingine. Lakini ilikuwa inatusaidia, anasema najificha hapo. Siku 2, 3, 4 na kufanya maombi kimya. Kama Yesu alikuwa anafanya hivyo, mimi ni nani ambaye nisiyefanya? Itakuwa muongo. Yesu alikuwa anajitenga. Sio kila siku anakaa anaenda Galilaya, Nazareti kuhubiri tu. Kuna kipindi anaambiwa anaondoka anaenda kucharge nguvu mpya. Lakini mtu anakuambia, unampigia simu nataka kuja ufanye huduma kwangu. Anamwambia yani
Kalenda ya mwaka huu imejaa yote mtumishi. Saa ngapi unapokea neno la Mungu na wewe? Yaani unafurahi zile ishara hizo zinatokea pale. Baada ya muda unabaki makapi. Mungu wa amani mwenyewe awatakase. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa nanyi nafsi, the soul, nafsi, soul, nafsi, na roho zenu na miili yenu mhifadhiwe mwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana Yesu. Maana yake hakikisha nafsi yako inakuwa salama, safi kwa damu ya Yesu, roho yako inakuwa safi kwa damu ya Yesu, mwili wako unakuwa safi kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Vio vimesafishwa, vio vimetakaswa. Amen. Vinatakaswa nje ya neno, haiwezekani. Lazima ndani ya neno. Pasipo neno la Bwana huwezi kuwa umetakaswa. Kwa hiyo ndani ya neno la Kristo lazima uwe umetakasika. Kule Dar es Salaam tuna waamini wengine ambao walikuwa wabishi sana kubadilika. Gumu. Ili nimeenda juzi nakuta wengine wanatoa ushuhuda wameshabadilika. Na anashuhudia sema wengine alikuwa anapenda kusuka kwa gharama kubwa. Kinasikia sasa amesema ameacha. Mwambia mama, mke wangu mimi nimeacha. Sio kitana dawa, sisuki. Nafunga tu kilemba. Amekubali sasa. Ni msichana. Aona Mungu amemsaidia. Na kaona ndoto moja mbaya, kaona ule kokuwa na abudu mmoja kati ya watumishi kaangukia kisogo. Ambia na maana gani? Kaambia hiyo tayari Mungu anasema kitu hapo. Inawezekana unamwona ni mtumishi kaanguka, lakini alikuwa ni mtumishi wa upande wa giza. Kwa hiyo ameanguka baada ya wewe kubadilika. Mungu amekubadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakikisha nafsi, roho na mwili vinatakasika vyote. Bila hivyo uende mbinguni. Sasa unatakasika kwa vipi? Kwenye moyo wako kunawaza nini? Nafsi, roho yako na mwili. Au mwili hauendi mbinguni? Ndio hauendi, lakini unaweza kusababisha mwili usie, yani ukakosa mbingu kutokana na mavazi, vyakula, vinywaji, nini unaongea kwenye kinywa chako. Aina ya maisha ambayo unaishi inaweza kusababisha usiende mbinguni. Ndio maana naomba Yesu anisaidie kwa wakati wake. Tunatagawa kutoka na muda maalum kwamba tuna semina za ndani za wenyewe kuambiana ukweli, kile ambacho Roho anataka mjue. Wazazi kwa wakati wao, vijana kwa wakati wao, watoto kwa wakati wao, wajue. Mtoto kuanzia miaka 3 anajielewa. Mimi anajielewa kabisa. Usiseme ni mtoto ajielewa, anaelewa kabisa. Anaweza sisi. Yesa kwanza miaka 3 ambia mtoto wangu miaka 3 chumba chake na kitanda chake. Usikulala na mimi. Unashangaa. Usikulala na baba na mama chumba kimoja. Sio ukatili, ni sawa. Sio unajidanganya umelala na mtoto kalala. Yanaweza kuwa yuko macho. Lakini ngine sema maisha bwana mchungaji, familia haiwezekani, uchumi mdogo, tuweze kumtenga. Mimi kati ya vitu nilikuta kwa baba yangu nimevipokea ni hivyo. Nilikuta kwamba sisi kwa tunatenga letu, mtoto anakaa kwenye kitenga chako, baadaye kuna kitanda chako kinatengwa tofauti na chumba cha baba na mama. Hiyo pia inasababisha mtoto asiathirike na kile anachokiona mkiwa mmelala wazazi. Kuna wanaathirika na vitu wanavyoviona mkiwa mmelala. Msijidanganye. Mtoto kwanza miaka nimesema kuanzia 3. Mimi miaka 2 nakumbuka mambo yangu niliyofanya kwa miaka 2. Sasa sijui sasa hivi. Lakini mimi nikiwa na miaka 2 navikumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa miaka hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Tumeshamaliza karne, nusu karne tunamaliza, tunaenda huko mbele sasa. Tunaitafuta karne kama Mungu akituruhusu kuiona.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huo mstari wa 23 umeuelewa vizuri? Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa nafsi zenu na roho zenu, miili yenu muhifadhiwe mwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana Yesu Kristo. 24, yeye ni mwaminifu ambaye awaita naye atafanya. Yeye ni mwaminifu ambaye awaita naye atafanya. Yeye anayeweza kufanya hayo ni Bwana. Kwa hiyo usipompa nafasi Yesu Kristo kuingia katika nafsi yako, kuingia katika roho yako, katika mwili wako, hawezi kufanya. Iko gharama. Jitoe, jimaanishe. Ndiyo. 25, ndugu tuombeni, wasalimuni ndugu wote kwa busu takatifu, na wapishe kwa Bwana ndugu wote wasome waraka huu. Neema ya Bwana Yesu Kristo na iwe pamoja nanyi. Neema ya Bwana Yesu Kristo iwe pamoja na kila mmoja wetu. Neema ya Kristo ni ya thamani sana katika maisha yako. Haleluya. Neema ndio hiyo ambayo inawafanya walokole wengi wajibweteke, wasikae karibu na Bwana, wasitafute uso wa Mungu vizuri, wakakaa katika mazoea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Simama kwa miguu yako, bado naona yule analala tu. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Huyo angekaa na babake kule mbele. Mwambie akakaa na babake kule mbele. Ndio kae kule. Kaa hapa na rafiki yako. Unajua utalala hapo sasa. Sema Bwana Yesu, tumesikia neno lako siku ya leo. Bwana Yesu Kristo, Jumapili ya kwanza ya mwezi wa 8 mwaka huu 2026. Bwana Yesu Kristo, mimi naitwa Alisa. Kwa hiyo usiseme Alisa labda hii ni mpya. Mimi sio Yesu. Sema ninapotaja jina langu na maana yangu. Taja jina lako. Unapotaja jina lako maana yake unahusika wewe mwenyewe. Sema Bwana Yesu, mimi Alisa naja kwako saa hii. Nitakase nafsi yangu, nafsi yangu, nafsi yangu, nafsi yangu, nafsi yangu, nafsi yangu, nafsi yangu. Itakase leo kwa damu yako, kwa damu yako ya thamani, damu isiyo na mawaa. Takasa nafsi yangu, takasa leo huu mwezi wa 8. Nitakase Bwana kabla ya kuja kwako mara ya pili. Bwana, nitakase nafsi yangu na mambo maovu niliyorithi, niliyokutana nao katikati ya maisha yangu Bwana. Nafsi yangu Bwana, nafsi yangu Bwana, itakase sasa, itakase sasa, itakase sasa. Nafsi yangu Bwana, nafsi yangu Bwana, na urithi mbaya nitakase Bwana. Mimi Alisa, kuna vitu ambavyo nimerithi kutoka kwa baba, nimerithi kutoka kwa mama, nimepokea kutoka kwa mwenza wangu. Bwana, kuna vingine nimepokea kwenye shule nilizosoma. Bwana, havikuwa salama kwenye baadhi ya nyumba za ibada, kwenye mahali tumewahi kuishi. Bwana, hata tulipo sasa kuna vitu ambavyo vimeingizwa kwenye nafsi ambavyo havistahiki. Bwana, naomba katika jina lako Yesu Kristo leo hii unitakase, 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 unitakase kwa ile damu yako ya thamani, 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 ili mwezi wa Agosti Bwana Yesu Kristo niingie katika upya, niingie katika upya. Nafsi yangu itakase, nafsi yangu itakase, nafsi yangu itakase. Bwana wa majeshi, takasa roho yangu pia Bwana Yesu Kristo, ili umbike upya kwa mfano wako na sura yako. Roho yangu Bwana itakasike Bwana, imepokea isiyofaa katika kurisi kutoka kwa wazazi, kwa kabila, jamaa, taifa, kwa namna moja au nyingine. Leo katika vyombo vya habari, katika vitu ambavyo tunatumia, katika hiki na kile, vimeathiri roho zetu. Bwana, fufua, uisha roho zetu kwa upya kwa nguvu ya damu yako Yesu Kristo. Roho yangu Alisa iwe hai, roho yangu iwe hai katika matendo mema na katika mambo mafu ife kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo.
Bwana wa majeshi, roho yangu kwa mambo mabaya ife kwa jina la Yesu Kristo. Ife kabisa, isipate nguvu, isipate uhai kwa jina la Yesu Kristo. Wakati naomba, sijui ni nani, lakini nasikia kuna mahali mtu anapita. Endelea tu kuomba, usinyamaze. Bwana Yesu Kristo, takasa roho yangu kwa damu yako ya thamani.